bila kupoteza muda. Nilisoma sikuliandaa kwa sababu nilitaka. Tangu niko Arusha, Bwana anasema nami juu ya hili somo. Anasema na mimi, akasema na mimi, nikaandaa vizuri. Nilipoandaa kichwani mwangu kuona kitu kingine, lakini mimi nikaandaa kitu kingine, kichwa hicho. Lakini Bwana jana akafanya mapinduzi, akasema sicho nilichokuambia, wala sikukuelekeza hivyo. Kuna namna nimekwambia, na mimi kuna hiyo namna ndio nataka udeliver. Kwa hiyo leo nimebeba kitu chako. Sijaje kwa ajili ya chakula. Kaa kutulia, yani kaa kutulia alafu upokee. Alafu mimi nataka this time to practical. Kwa sababu nilicholeta sio theory. Sio theory, wala sio kitu cha kupapasa. Ni kitu ambacho unakiishi. Amen. Unakiishi. Amen. Bwana huwapa ishara wa mchao. Amen. Ishara. Bwana huwapa ishara wa mchao. Hey. Yale kosa kasha. Na nipende hili somo kwa sababu jana tu nilivyomaliza kuliandika nikapokea uponyaji wangu. Haleluya. Kama mimi tu niliyesoma kuja kufundisha nimepokea deliverance. Yewe mwenzangu, yani chukua kalamu na karatasi, andika na practical part inakuja. Msomaji wangu Marko 16:15. Marko 16:15. Soma kiprofetic. Soma kiprofetic. Sitaki ili wingu likatike hivi. Sitaki wingu likatike. Mike. Biblia inasema ndio, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Haleluya. Hapo ishara hii zitafuatana na hao waaminio. Lakini Bwana alikuwa ananiambia ishara hizi nataka zifuatane na wale wamchao. Manake ni wakati na majira haya. Amen. Kwa hiyo kama wewe ni mcha Mungu, lazima uzijue ishara. Usipozijua ishara yaani umepishana, you are off target. Umepishana na miujiza yako, umepishana na destiny yako. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba ishara sio vitu vya ajabu ajabu. It's biblical term. It's biblical term. Umeshaokoka tayari. Kwani kuna mtu anabisha? Si umeshaokoka? Lakini ulipookoka na yule ambaye hajaokoka au kabla hujaokoka, tunakutofautisha vipi? Yaani wewe tunakutofautisha vipi kati ya mimi ambaye sijaokoka na wewe uliokoka? Wanatutofautisha vipi? Kuna mtembeo wa kiroho unatutofautisha. Watu wa giza wanaijua hisi, wanazo ishara zao. Kuna mtu siku hizi wakiweka vidole na kwambia unaona hiyo alama ni ya Freemason. Kwa nini inakuwa ni ya Freemason? Maana yake kuna statement, kuna message ina deliver kwa wale walioko katika ulimwengu wa giza. Kwenye kona hiyo wanajua. Lakini sisi tuliokoka tukiongelea ishara tunaonekana kama vile tumekengeuka sana. Lakini Biblia leo imetupa wazi kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Manake ni wale wamchao Bwana. Hivi kufuatana ni nini na ishara ni nini? Ishara ni nini? Mtu akikuuliza kuuliza ishara ni nini? Watu wanatafsiri ishara katika ulimwengu wa giza. Lakini hata sisi tumchao Bwana tunazo ishara. Ishara alafu uzuri wake zinatoka kwa Bwana. Wala sisi hatutuki za kwetu tu ukazitengeneza. Zinatoka kwa Bwana. Tunazo ishara. Kuna mahali tunaenda utafika. Utajitafuta. Afu utajitengeneza. Haleluya. 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 Hivi ishara ni nini? Ishara ni dalili ya kuwepo jambo fulani. Au linalokuja. Yaani jambo fulani ni dalili. Yaani it's a sign or indication wanaita. Ukisoma Biblia Kiingereza. Can you read for us? Mark 16:17. And these signs will accompany those who believe. And what?
These signs will accompany those who believe. In my name. That's enough. Signs. Manake ni ishara. Kwa hiyo ishara ni nini kwa Kiswahili chepesi? Ni dalili. Yaani kwamba hili jambo lipo na kama halipo basi linakuja. Au mtu mwingine atauliza sasa, kwa nini ishara sasa sisi tuzifuatilie tuliokoka? Kwani za nini, zitatusaidia nini? Sasa hataki kwenda mwele huo bwana. Ngoja nikwambie. Hapo sitaki usome. Au unaweza ukasoma kwa faida. Yes. Inasemaje? Mimi nakutafutia sababu ya ishara. Biblia inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo hii ni taarifa kutoka mbinguni kwamba jambo baya laja au jambo jema laja. Yaani unapewa taarifa, nataka uvae viatu unavyotembelea kama sio dimensions. Inafika muda bila kuona alama au ishara unapoteza direction. Kwa hiyo hii dalili tunaitaka kama tumchawi. Watu wa dunia wanazo, nitakupa. Lakini na sisi watu wa kiroho tunazo. Ndio tumeshaokoka, dhambi tumeshaacha, lakini tunatokaje hapa tulipo? Bwana ametengeneza ishara. Haleluya. Kwa hiyo leo tunakwenda kuziangalia hizo ishara zenyewe. Hebu rudia msomaji. Marko 16:17. Anasema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Ndio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa hiyo kutoa pepo ni ishara. Hapa ndipo nilipopokea deliverance. Kwa sababu nilikuwa nasoma, hasa najiuliza kwa Bwana unataka kusema nini? Afu nasimama nafanyia practice. Wewe mcha Mungu, hasa ukiwa kwenye madhabahu ya kinabii yenye nguvu kama hii, yenye neema kama hii, yenye kibali kama hii, alafu eti mapepo yanakutesa. Siku ya kwanza unatolewa mapepo, wiki ya pili unatolewa mapepo, mwezi unaofuata unatolewa mapepo. Haiwezekani. Wamchawi wataambatana na hizi ishara. Wewe mwenzetu uko vipi? Na kufundisha ili ujipime. Kuna mapepo mengine yana manifest, yani yanatoka nje yanasema. Lakini kuna mengine hayasemi. Unatembea nalo ndani tu. Ukifika hapa na jana yani pepo lilokuwa nalo wewe ni hili na hili. Hakuna kitu kinachonifanyaje nipigane vita kama hapo. Kwa sababu mimi ni mcha Bwana, ili pepo linapataje nguvu ya kukaa kwangu? Mpangaji aliyoko kwangu ni Roho Mtakatifu tu. Huyu mpangaji mpya anatoka wapi? Kwa hiyo ukiona hiyo ni ishara kwamba kuna mahali umepungua, na usilaumu mtu. Sio kosa, ila umepata hatari, ni kosa la kuzimu. Kwa hiyo simama upigane. Ndio maana unaona tukijaga kwenye maombi tunapigana mpaka miguu na mikono. Yaani hapo mimi napeleka mkono sitaki pepo, mguu sitaki pepo, shingo sitaki pepo, mpaka nywele yangu sitaki pepo. Ndio maana unataka. That is a sign. Kuna mahali umepungua. Sio wewe kama mimi nikitoka huko mountain. Ukiingia unakutana na mapepo. Lakini kwa nini napata mnajua kuna mapepo? Kwa sababu mimi ni mcha Mungu. Ishara hii ya kutoa mapepo ninayo. Nikifika mahali ambapo kuna mapepo, spirit iliyoko ndani yangu inaanza kureact. Hapa kuna mapepo, hapa kuna mapepo. Lakini unakuta nimelipiwa na mwajiri. Hoteli hiyo sina namna ya kutoka na sina hela kulipa mwingine. Kwa hiyo inabidi nikae, nivumilie. Napigana mapepo usiku kucha. Kuna mahali nilipigana siku 10. Nilikuwa naishi kwenye mlango wa kuzimu kama sio kiti cha shetani.
kama mtumishi wake Mungu apewa. Unapigana kwa nini? Kwa sababu ile ishara iko ndani yako, na wewe inabidi ujifunze kukemea pepo. Mimi natoka pepo watoto wangu. Kweli hapa sitoi pepo, lakini nyumbani kwangu natoka mapepo watoto wangu. Kwa sababu uko unapopita hapo cheza, mapepo yanawavaa. Piga pepo. Siku moja nilipo kwenye ibada moja kanisani. Wakati niko kanisani, mtumishi wa Mungu yuko kule mbele. Anakemea mapepo. Yale mapepo watu wanaanguka kule nyuma. Watumishi wa Mungu walikuwepo kama hapa hivi. Lakini kulikuwa na dada mmoja maarufu pale kanisani. Unajua kuna watu wanakuwa maarufu fulani hivi. Yaani ukifika usipomuona yeye uweze kumuona mtumishi. Yaani kuna makanisa na yamekaa hivi. Yaani anaweza kukudhibiti. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa matendo makubwa. Na sisi tumemchagua Mungu. Hivi Freemason unaweza kuwa na miujiza kuliko Mungu? Haiwezekani. Mungu anafanya mambo makubwa. Anaponya ukimwi. Na watu wakisikia watu wanatoa shuhuda kwenye TV kwamba watu wamepona ukimwi, wanadhani ule ni uigizaji. Hapana. Yale ni matendo makubwa. Yale ni matendo makubwa. Lakini kwa nini ni ishara? Na watu wanadhani miujiza ni watu tu, mtu anaamka asubuhi anasema miujiza. Miujiza ni biblical. Yaani Biblia inatambua miujiza kama ishara. Ndio tusome Matendo ya Mitume 8 kwanza ile 13. Tazama kisa cha mmoja. Matendo ya Mitume 18:13. Biblia inasema wakisema mtu huyo huwavuta watu ili waabudu Mungu kinyume na sheria. Na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Gairo akawaambia Wayahudi, kama lingalikuwa jambo la dhulumu au la, ila mbaya enyi Wayahudi ingekuwa haki. Matendo ya Mitume 8. Ona naona kama Matendo ya Mitume 8:13 anasema. Matendo ya 8:13. Yes. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Yes. Akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Hata huyo Simon alikuwa nani? Mpaka yani Biblia imwangalie, imwandike kwamba alishangaa. Hivi ujiulize, yani leo wakuandike waseme katibu alishangaa. Maana yake ulikuwa na kitu sana. Sasa Simon alikuwa ni mchawi kokoni. Kasome ile Biblia, soma 8 yote. Kasio wewe, sisemi wewe, nasema ukienda nyumbani. Alikuwa mwanga, mchawi. Mzee wa kufanya mambo ya kushangaza katika uchawi. Kwa hiyo watu wa community hiyo walimzoea kwa mambo ya ajabu. Lakini siku hiyo akakumbana na kifaa mtumishi wa Mungu Filipo. Akapiga faya, miujiza mikubwa, maajabu yakatokea. Simon akasema, what is this? Hii nini? Ukisoma yote nilisoma mpaka nikachoka. Walipotangaza kubatizwa akasema na mimi nabatizwa. Huyo mchawi kokoni. Hapo ndio ujue miujiza na ishara za kimbingu ni kubwa na zina nguvu kuliko. Huyu mchawi aliyekuwa amezoea kushangaza watu, siku hiyo alishangaa yeye. Biblia inatuambia alishangaa na ishara na miujiza. Maana kuna ishara hapo pia kuna miujiza. Je, wewe katika miujiza ishara zipi umeziona? Hapa nilikuwa na tafakari sana. Nikasema lakini Mungu hapo anataka kuniambia nini? Kwamba miujiza ni ishara. Mara nyingi Mungu anasema na watu. Tunasoma hapo 7:7. Anasema na watu. Anakuambia kwamba
kinatokea hivi. Anakupa mstari wa Biblia. Unapopewa ule mstari, wala hauna muda kabisa wa kutafakari kwamba huu mstari unamaanisha nini na niende wapi. Mimi niko hapa nahubiri kwa sababu ya mstari uliopewa. Kama uamini muulize Mungu. Kuna vita moja ngumu sana naipitia. Tena kwa Kenya. Nikaonyeshwa mstari, kasikia sauti. Soma imani Zaburi zile, sio Zaburi Isaya kusahau. Soma kuanzia hapa mpaka hapa. Niliposoma ilikuwa ni majuto, ole wangu nisipofanya haya. Ole wangu, huenda ngeniambia mtu ningepisha mpaka asubuhi. Nilipompigia nabii akapokea, nikamwambia nabii, akasema sema. Nikasema baba, ole wangu nisiyemtumikia Bwana. Ole wangu. Kwa nini? Hiyo ni ishara kwa yajayo. Lakini nataka nikwambie, niliposimama hapa kwa mara ya kwanza, ile vita ilikoma. Kwa hiyo nilipokea muujiza wa vita ile kukoma. Lakini ulianzia kwenye ishara that something is about to happen. Kuna dalili kwamba unaenda kuanguka pale mbele. Kwa hiyo ukionyeshwa ile ishara, unaweza kuepuka na hiyo shida. Yaani hizi ishara watu wengi tumepishana na miujiza kwa sababu ya kupuuzia ishara. Wangapi walishawahi kulala wakaonyeshwa mstari? Hata unaandika tu kwenye karatasi. Mstari. Wana maombi kwa sababu kuepuka yeye. Ipo. Hata ufanyaje, mimi najua unaogopa tu kuuliza. Sasa ulipokuja ule mstari ukafanya nini? Ukachukua hatua gani? Ukageuka upande wa pili, ukalala. Alafu kaendelea kuwaza magumu yanayokukabili. Ikala kama. Mimi nilishapokea ishara kupitia katika neno kwa ajili ya muujiza wangu. Mtoto wangu alikuwa anatafuta scholarship ya shule kubwa. Ada wanalipa milioni 100. Mimi nitaipata kila mwaka. Naipata wapi? Kumbe nitatafuta kwa akaomba scholarship. Akamaliza sehemu yake, ikafika muda wangu mzazi na nafanywa interview. Nikasema sasa hapa inaenda kuonekana mimi ndio nimemsababisha mtoto akakosa. Bwana ingilia kati. Wala lazimisha mimi niingie gotini. Nikaanza kuomba, nikaomba. Siku ya siku nasikia neno linakuja. Dry bones shall rise again. Nikasema what? Nikaamka nikaandika dry bones shall rise again. Hivi maana yake nini? Zeki ndio tunasema. Nasema unajua. Unasema nini? Nikakanyalia hapo. Nataka kumwomba katika Bwana Mungu kwa utapata. Baba katika jina la Yesu, msaidie mtoto wangu. Baba fanya nalo lile. Baba kapita wengine. Sasa hivi. Daddy say dry bones shall rise again. Let these bones rise, oh Daddy. Don't let them dry. Let them rise, Daddy. Please, I pray. Siku ya 20, mtoto wangu akapata scholarship. Amen. Ishara. Vipi ningepuzia? Pia kitabiri hapa. Akamtabiria au akamtabiria. Unapumzika, unatulia. Unasubiri tu litokee. Ngoja nikwambie. Akitabiri ni ishara. Kuanzia hapo, bwana anakuambia unanunua gari unakuwa nayo sasa hivi. Hapa kuuliza. Una gari jipya. Unaenda kununua gari jipya bei. Amen. Sasa wakati unasema unaenda kununua gari jipya, unabii umetoka hiyo. Unayo mkononi hapo. Unashinda benki za kununua gari. Gari ya bei rahisi milioni 15. Unayo benki balance ya milioni 10. Hamna sio? Kwa hiyo hapo ndo unaanza kuisemesha mbingu. Huu nabii bwana umetoka ili ishara. Nami natembea na ishara. Kama muujiza wangu utokee. Baba fanya jambo. Rasese ukiishiwa maneno unaanza kuingia lugani. Parikosi akashi.
ninahitaji gari, ninahitaji gari. Utashangaa kitu. Hapo utashangaa mtu anakuelekeza na mikopo pale, hata hawajali kama umelipa hujalipa. Anakuambia milioni 10 na wanakupa gari alafu ukalipa pole pole. Usijifunga kwa sababu mimi mshahara wangu mwenzangu 50,000 kwa mwezi. Mwenzangu gari la mimi. Nenda, ishara imeanza hiyo. Utaingia kwa mbele. Sasa wengi tumepishana na miujiza yetu kwa ishara. Wewe unataka muujiza ila ishara usitaki. Umeenda. Haleluya. Haleluya. Bwana huwapa ishara wale wamchao. Lakini unabii pia ni ishara. Kama nilivyoambia hapa, unabii ni ishara. Yaani unabii peke yake ni ishara, lakini pia unasapotiwa na ishara. Falme wa Kwanza 18. Naweza kuanzia 41 mpaka 45. Ndiyo. Akamwambia Ahabu, haya, inuka ule mji, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Eliya akapanda mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika na ushuke mvua isikuzuie. Amen. Manake nitafutwa wingu. Kumbuka kilichoanza ni huyu nabii Eliya kumtabiria Ahabu kwamba nasikia sauti ya mvua katika utele. Nasikia sauti ya mvua katika utele. Akamtabiria kabisa. Lakini wakati anatabiri haya, huyu nabii Eliya, hebu fikiria ukubwa wake wote, hakuwa na ishara alienda kuitafuta. Akainama akajipinda kichwa kikagusa magoti. Anatafuta ishara akisaidia na mtumishi wake. Haleluya. Wingu dogo likapatikana, ishara. Alafu wewe unapewa unabii, alafu huna shida na ishara. Lazima ujifunze ishara, lazima uelewe ishara, lazima utembee na ishara, lazima ujue ishara. Wengi tumetembea patupu. Sijui kama mnaelewa. Haleluya. Mimi nataka usige hiki kitu kichwani. Yaani nataka ukielewe. Nataka ukielewe. Usipokielewa utapata shida na hautavuka hapo. Na mimi shida yangu nataka uvuke. Lakini ndoto ni kama ishara. Ndoto. Yaani unaota kitu alafu unakipumzia. Yaani nimeota nimeanguka toka juu kabisa. Amesema, kabisa nilale lakini moyo wangu ulihuzunika kweli. Au niliona sawa. Mwanzo 37. 5 hadi 8. Biblia inasema, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukadondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kwani wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na maneno yake. Haleluya, haleluya. Naomba nikuulize swali. Kwa nini ndugu zake walichukia? Kwa sababu walitambua maana ya ile ndoto. Lakini mimi nimeota kwamba miganda yenu imeinamia miganda yangu. Sijaongelea swala la
Sijasema, Yusufu alisema jamani. Lakini wazee wa roho wakatafsiri. Wakauliza, wewe ndio utumiliki sisi? Yaani wewe ndio utumiliki sisi? Ha. Kwanza ni mdogo. Kuna kitu vizuri huna kama ya kwangu. Afu utatawala sisi. Wanajua. Kwa hiyo ndoto unayoiona ndani mtu eti kwa sababu ya shughuli ulizokuwa nazo. Inawezekana hizo shughuli ulizokuwa nazo aidha zinamtukuza Mungu au zinamtukuza shetani. One of them. Kwa hiyo unapewa warning. Kwamba hiyo ndoto, hicho kitu ulichokuwa unakifanya kina shida mahali. Mimi kabla sijaenda nje nilikuwa naota na pale nipo kwenye magorofa. Napita kwenye magorofa, napita kwenye miji mizuri, niliota mfululizo mwaka mzima na nusu. Anakuja kuondolewa mtu kwenye uroho. Nikapachikwa mimi ghafla mno. Nikaenda Australia miezi mitatu. Na mimi kwa sijabu kanyaga Australia. Lakini nilianzia ndotoni. Huenda ni mwaka mmoja na nusu jamani. Huenda ningeomba, ningepata kwa ufahamu wa Mungu ingefanya haraka, sio? Labda ningekuwa ndani ya mwezi mmoja au miwili kwa sababu watu wasafiri. Lakini ujinga wangu sasa, na mimi ninaniambia tumeshakupa, mimi naingilia hivi natokea huko. Kwa nini tunabishana na ishara? Mwana wa Mungu usikubali. Usikubali. Umeshaokoka tayari. Lazima uvuke hapo ulipo. Usiishie kulalamika. Ukiwa katikati, angalia majira uliopo. Nataka nikufundishe kitu. Upo kwenye majira gani? Unatafuta mtaji? Upo kwenye majira gani? Unatafuta mchumba? Upo kwenye majira gani? Unatafuta kiwanja? Upo kwenye majira gani? Unatafuta kazi? Unatafuta promotion? Monitor ndoto unazoota. Fuatilia kweli kweli. Mimi nafuatilia kabisa. Kianza kupambana na fuatilia kabisa. Nikiota najua hii ngoma inaenda, hii imezuiliwa. Tena kwa kizuizi kibaya sana. Kikiwa kibaya nakuja kwa nabii. Baba, mbele yangu ameweka excavator. Mago tena linakuja na ile mkono wake ati. My God. Kuja kuling'oa. Lakini wakati mwingine unaweka kamba. Wewe kama kuikata ni rahisi. Hicho unapambana nacho mwenyewe. Lakini hizo ni ishara ili uvuke. Usipoota imeenda hiyo. Na kufundisha. Usipuuzie. Lakini maono ni ishara. Unakuwa umekaa chini hivi. Umekaa ofisini hivi. Unaona? Mara umeona mtu wako. Achana na hiyo kitu. Yaani umekaa hivi. Unaona mtu wako umesogezwa. Imeenda hiyo. Yaani tafuta kafunga kinoni. Haijalishi wewe ni mwanamume au mwanamke. Pigana na hilo dudu. Ni hatari kuliko unaweza kufikiria. Lakini ni kitu Mungu anakuonyesha. Ni ishara kwa wachao kwamba hapa Bwana wanatafuta kukusogeza. Kama ni ofisi unakuhamisha. Kama ni ndoa linaanza hivi. Sekeseke linaanza. Kama ni shule wanakufukuza sasa hivi. Jamii ni mbaya. Lakini Bwana anasema na watu wake ili tupate kupona. Sasa wewe mcha Mungu kama hizo kitu huna, ishara hizi tunazipuuzia. Wakati muongo akienda, akigusa mahali, amepiga pale kwenye, amejitoa anaita. Haendi tena, anakuambia, nimegaili sitafuta huko. Hata kuwepa hata safari yangu haitafanikiwa. Watu wa dunia wamemaliza. Na haendi kweli. Wewe uko rohoni, Biblia Zaburi 121, usiache Mungu wako usogeze. Hapo hapo umesogezwa kabisa kwenye maono. Hapo umetulia. Utakuja tukufute machozi. Sasa kabla ya kufuta machozi Bwana anakuambia. Amen. Funga mkanda kiunoni. Ile ulama ifungwe. Nabii yupo. Njoo hapa. Baba, mguu wangu sitaki usogezwe. Baba, mguu wangu sitaki usogezwe. Nabii nisaidie.
Sitaki kuomba usogezo. Ishara hizi zitaambatana na mchana. Matendo ya Mitume 3:4. Tunaenda kumalizia. Nimekufundisha kitu halisi. Na hizo nimekupa mfano mdogo tu. Matendo ya Mitume 3:4. Biblia inasema akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya. Akaona katika maono wazi wazi. Wewe mwenzangu, lini umeona malaika? Hafu nasema nimeomba sana. Yaani nimeomba kwa kweli. Nimeomba lakini sijaona. Nadhani nihame kanisa sasa. Nihame alafu huko nimesikia kuna upako. Tuulize sisi. Tunajua kwa kanisa kule kuna mengi sana. Mpaka tulipojitengeneza wenyewe kwanza. Mpaka tuliposhika yale tuliyofundishwa kwanza na tukayatendea kazi. Mambo ya uamsho yapo, lakini mimi nimeshaokoka. Nimekwambia nimenena tangu mwaka 2002, miaka 23. Kwa hiyo ukiniambia uamsho mimi unanichelewesha. Nataka unipe silaha za kuvuka kama hivi ninazokuambia. Akaona wazi wazi. Malaika akashuka akamwambia sadaka zako zimefika kwenye kiti cha enzi. Haya mwenzangu, kama umetoa sadaka, mrejesho ushaikupewa. Ushaikupewa mrejesho, feedback from heaven. Kwamba nimefurahishwa na sadaka yako mwanangu. Asubuhi tumefikia hiyo somo. Nilikuwa nalisikiliza nikasema, hey, hii connection ni hatari na nusu. Kwa hiyo maono yanakupa mrejesho. Maono yanakupa hatua ya kuiendea. Maono yanakwambia hicho kitu unachokitaka kitafanikiwa au kitafanikiwa. Maono yanakwambia huyo uliyechagua siye. Yuko mwingine. Lakini wazi wazi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka niwaambie kabisa, ishara uko designed purposely na mbingu kwa ajili ya kumuongoza mwanadamu, hasa mchana. Uko strategically designed for human being guidance. Those will be the ukiacha hii kanuni ya ishara ukatembea tu vyovyote, Mungu anasema haufanyi, anaongea haufanyi, anaonyesha ishara zote, maono hausikilizi, ndoto haufanyi, hata ukitoka unabii unawacha hapo mlangoni, kwanza hata ukumbuki wala haudai chochote, mbingu inanyamaza kimya, hautataka usikie chochote, kwa sababu tumeamua wakati leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninawatabiria kama Mungu wetu aishi, kwamba kuanzia leo utasikia kila ishara.